Bwana wabariki. Kwa jina anajulikana Nabii Felix Dagobert Mangosongo kutoka kwenye maskani wa ujumbe saa kutoka jijini Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 24 ya mwezi wa 4 mwaka 2026 niko hapa kwa ajili ya kuthibitisha kwamba sehemu ya unabii au utangulizi wa unabii umeanza kutimizwa kuhusiana na nchi ya Marekani, kwa sababu Mungu mkuu Yesu alitoa unabii kwa tarehe 14 ya mwezi wa pili mwaka 2026 kwamba Mungu mkuu Yesu alieleza katika michoro ile ya kinabii kwamba kulionekana katika ono kwamba rais wa Marekani alionekana kana kwamba amesimama kwenye kiti chake, kwa maana katika kiti chake cha utawala akawa kama vile anashangaa. Na baadaye ile ono lilionyesha katika michoro ya kinabii wakaonekana wale makasisi wa dola ya Roma, nao wakaonekana wamesimama, na baadaye wakaonekana wale maakida wa utawala au maakida, kwa maana wale viongozi wa usalama katika nchi hiyo, na wakawa wamesimama, na baadaye katika ile ono wakaonekana mioyo yao imeondolewa. Tayari imeona mgogoro mkubwa umeanza kuinuka. Imeona Trump ameingia mgogoro na kiongozi wa Vatican, kiasi ambacho wanaanza kujibizana katika mikutano ya kinabii, na haya yanaenda sambamba na matokeo mengine katika nchi hiyo, kwamba tayari kuna maandamano makubwa katika nchi ya Marekani katika mikutano ya kinabii. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo haya, na nazidi kueleza tena kwamba makanisa ya kiroho ya nchini Marekani watu waingie kwenye maombi, kwa sababu huu ni utangulizi katika michoro, kwa sababu kuna jambo liko hili limewekwa katika lugha ya kinabii katika namna ya fumbo, lakini hakika jambo hili limethibitishwa na litaendelea kuthibitishwa katika michoro ya kinabii. Tubu dhambi, geuka. Unapoona haya yanathibitika kuelekea moja ya siku za mwisho, mambo mkuu Yesu anaachilia amri hizi, basi ujue kabisa huyu ni Yesu anaujua mwisho tangu mwanzo. Unaweza kufuatilia kupitia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mosumisi, utaona kuna jumbe zimeachiliwa, ujumbe wa 8 wa kanisa, na kila ujumbe una series za kutosha. Kwa kufuatilia series za kwanza mpaka mwisho ya kila ujumbe ili uweze kupata mikoto ya kinabii. Na jumbe hizi ni jumbe za kinabii, usitumie kila kwa cosmology wala usitumie kila kwa theolojia. Unaweza kumuuliza yule yao kwa sababu zote ni ufunuzi wa mambo yote katika ufunuo. Huyu ni Yesu ambaye anazungumza habari zake. Kwa hiyo unaweza kufuatilia michoro hii ili uweze kujifunza, lakini mtandao wetu wa TikTok ni maalum kwa ajili ya kupandisha nabii zilizotimizwa pamoja na nabii mbalimbali, na mpaka sasa hivi tunavyoongea tayari nabii 161 zimekwisha timizwa kati ya nabii 194 ambao mambo mchorizo alizitoa toka mwaka 2023 kuanzia ule mwezi wa 9 tulipoanza kurekodi unabii wa kwanza. Kwa mpaka sasa nabii 161 zimetimizwa. Unapoona haya ujue ni Yesu Mungu mkuu anajua mwisho tangu mwanzo. Tubu dhambi, geuka, mambo Yesu anarudi moja kwa siku hizi. Sauti ile neno Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova katutona katika mkono kuja. Amen. Kwa jina anajulikana Nabii Felix Dagobert Mangosongo kutoka kwenye maskani wa ujumbe saa kutoka jijini Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 14 ya mwezi wa pili mwaka 2026 niko hapa kutoa unabii kuhusiana na nchi ya Marekani. Naliona natazama kama kuonekana kwa rais wa Marekani wa sasa, na nilipotazama katika ono lile nilimuona kana kwamba amebaki katika hali ya kushangaa. Alikuwa katika hali fulani ya mshangao, na namna yake kama ilionekana kama vile amesimama kwenye kiti ameshangaa. Na nilipotazama katika anwani zile niliona jambo ambalo halina budi litaikumba nchi hiyo, kiasi ambacho yeye akabaki na mshangao mkubwa, kiasi ambacho ilileta hali fulani kama hali ya kuonekana kama huzuni hivi, lakini ilikuwa katika hali ya mshangao. Na nilipotazama katika ono lile niliona pia makasisi wa dola ya Roma, niliona wamesimama nao, yani niliona wale maaskofu wamesimama. Na nilipotazama niliona katika ono la Bwana kama vile mioyo yao imeondolewa, na nilipotazama zaidi nikaona maakida ya taifa hilo pia nao wanaonekana wamesimama. Na waliposimama niliona kama vile mioyo yao imeondolewa dhidi ya huyo kiongozi wa ngazi za juu katika taifa hilo katika habari za mwisho. Kwa nilipotazama niliona jambo hilo, na bila shaka yote watu wa taifa hilo, kwa maana taifa la Marekani, makanisa ya kiroho waingie kwenye maombi, kwa sababu kuna jambo halina budi kukumba nchi hiyo. Sasa niliona hali hiyo katika ono lile ambalo Mungu mshauri Yesu aliniambia nitoe unabii huu ndio naweza kumshauri kwa moja ya siku za mwisho. Kwa hiyo sijui nini kinaenda kutokea, lakini ndivyo itakavyokuwa katika anwani hizi mashauri. Tubu dhambi, geuka, mshauri Yesu ameachilia ujumbe wa 8 kanisa. Unaweza kufuatilia kupitia mtandao wetu wa YouTube Felix Mosumisi. Unaweza kupata mahesabu ya kinabii na jumbe zetu, jumbe za kinabii
zinatoka kwa mtindo wa series, kwa kila series ya kwanza mpaka mwisho ya kila ujumbe uweze kupata mikoto ya kipindi. Na hizi jumbe siongezi chochote au sipunguzi chochote, unapaswa kuzihubiri kama zilivyo. Tumdhambi kwa mambo ya shule, so anarudi moja kwa siku. Sauti ya neno na Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova kwa yote. Tuonane katika Mungu na Amen. Mzozo kati ya Rais Donald Trump wa Marekani na Papa Leo unazidi kupamba moto, huku Trump akisema kwamba hataomba msamaha kwa kiongozi huyo wa kidini. Papa naye amesema ataendelea kuzungumza dhidi ya migogoro. Rais wa Marekani pia amefuta picha aliyoitengeneza kutumia akili mnemba iliyomwonyesha akiwa kama Yesu Kristo, jambo ambalo lilisababisha upinzani mkali. Ifuatayo ni ripoti ya mwandishi wa BBC inayowasilishwa na Victor Kenani. Donald Trump akionekana kumponya mtu kwenye kitanda cha hospitali. Ujumbe huo wa AI uliowekwa katika mitandao ya kijamii ulizua hasira kutoka kila upande wa ulingo wa kisiasa wa Marekani, na sasa limefutwa na Bwana Trump anayesema hakuwa akijionyesha kama Yesu Kristo. Nilidhani ni mimi kama daktari, na ilihusiana na shirika la Msalaba Mwekundu na kama wafanyikazi wa Msalaba Mwekundu ambao tunaunga mkono, na ni vyombo vya habari vya uongo tu vinavyoweza kubuni jambo kama hilo. Katika chapisho la awali kwenye Truth Social, Donald Trump alimshtumu Papa Leo, papa wa kwanza mzaliwa wa Marekani, kwa kuwa mdhaifu dhidi ya uhalifu na mbaya katika sera za kigeni. Haya yote yanafuatia upinzani wa wazi wa papa dhidi ya vita nchini Iran. Alielezea tishio la rais la kuvuruga ubinadamu nchini Iran kama jambo lisilokubalika. Akiwa njiani kuelekea Algeria, kiongozi huyo wa kanisa aliulizwa kuhusu maoni yake juu ya kauli za kashfa na matusi ya Rais Trump. Sitaki kuingia kwenye malumbano naye. Sidhani kama ujumbe wa Injili unapaswa kutumiwa vibaya kwa namna ambayo baadhi ya watu wanavyofanya. Na nitaendelea kuzungumza dhidi ya vita nikihimiza amani. Lakini makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisema kuwa Vatican inapaswa kujikita katika masuala ya maadili pekee. Matamshi ya Donald Trump kwa papa yamevutia ukosoaji kutoka kwa washirika wake wa karibu wa kisiasa, akiwemo waziri mkuu wa Italia, muumini wa Kikatoliki, Giorgia Meloni. Akielezea maoni ya Bwana Trump kama yasiyokubalika, Bi Meloni pia alisema papa ni kiongozi wa kanisa Katoliki na ni jambo la kawaida kwake kutoa wito wa amani na kulaani kila aina ya vita. Donald Trump sasa anasema Papa Leo alichaguliwa tu kwa sababu yake. Rais wa Marekani Donald Trump amezua mjadala mkali baada ya kumkosoa hadharani kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 kwa kudai kuwa yeye si shabiki wa papa. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. Kupitia mtandao wake wa Truth Social, Trump amemtuhumu papa kwa dhaifu kwenye uhalifu, hajui sera za kigeni. Kauli hizi zinaonekana kujibu msimamo wa Papa Leo ambaye hivi karibuni amekuwa mkosoaji mkubwa wa vita kati ya Marekani na washirika wake dhidi ya Iran pamoja na serikali za uhamiaji za utawala wa Trump. Mvutano huu ulianza baada ya Trump kutishia kuangamiza Iran ikiwa haitafikia makubaliano ya kusitisha vita. Kwa upande mwingine, Papa Leo ambaye asili yake ni Chicago na ni papa wa kwanza kutoka Marekani amekuwa akisisitiza huruma kwa wahamiaji, jambo ambalo ni kinyume kabisa na msimamo wa Trump ambaye anaamini udhibiti mkali wa uhamiaji ni muhimu ili kupunguza uhalifu. Lakini je, mgogoro huu unaashiria mgawanyiko mkubwa zaidi kati ya siasa na maadili ya kidini? No kings. And one reason we really don't need no kings is because